بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe Mtume Muhammad, yeye na masahaba zake na waamini wote watakaofuata mwenendo wake wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunachukua fursa hii ya kukumbushana ndani ya vikao vyetu vya Ramadhani, kama ilivyokuwa ada yetu na desturi yetu, kila mnamo Ramadhani tunakumbushana hapo kwa dakika chache. Mwaka huu tutazunguka na kitabu kiitwacho An-Nabiy sallallahu alayhi wasallama fi Ramadhana, Mtume alayhi salatu wassalam ndani ya Ramadhani. Mtume alayhi salatu wassalam ndani ya Ramadhani, kama ambavyo tutakavyo zunguka navyo kwa taufiki yake Allah. Kitabu hiki kimeandaliwa na Sheikh Muhammad ibn Shami ibn Mata'in Shaiba, Allah amuhifadhi. Ni mmoja katika wanazua mamlaka Saudia. Kitabu chetu ambacho ni chapa ya kwanza, anasema mwandaji wa kitabu: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala sahbihi wa man sara ala hadihi waqtafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd. Huno utanguliza na uanza kumshukuru Allah na kushahidia kwamba kuna abudu kwa haki isipokuwa Allah, na kushahidia kwamba Muhammad ni mja wa Allah na ni mtume wake. Sala na salamu ziwe juu yake, ali zake na kwa masahaba zake na wote ambao watakaofuata mwenendo wao hadi siku ya kiyama. Anasema Sheikh: faqad yassara Allahu li an aktuba hadha alkitaba fi hadi nabii sallallahu fi shahri Ramadhana. Allah ameniwekea usahala, ameniwekea wepesi wa kuweza kuandika kitabu hiki kunako mwenendo wa mtume alayhi salatu wassalam ndani ya Ramadhani. وقد بلغ 30 درسا بحيث وضعت عنوانا لكل درس من هديه صلى الله عليه وسلم. na kitabu hiki nimekiandika hadi nikafikisha darsa 30, kiasi ambacho kwenye kila darsa nimeweka unwani kuhusikana na mwenendo wa mtume alayhi salatu wasalam kuna kwa hayo. Wa ba'd ad-durus fi siyam, na baadhi ya darsa kuhusikana na masala ya saumu moja kwa moja. Thumma wada'tu ba'dan min at-tawjihati ala dhalika al-hadi an-nabawi, kisha nikaweka baadhi ya mwelekezo kunako huo muongozo wa mtume alayhi salatu wasalam. Rusu wa tawjihatu kulluha qad dalla alayha ad-dalil ash-shar'i min al-Qur'an aw min as-sunnati an-nabawiyyah as-salihati lil-ihtijaj حيث أنها أحاديث صحيحة أو حسنة وما كان خلاف ذلك ينتهي. Kisha katika hizi darsa na mwelekezo huu, vyote hivi nimeviwekea dalili inavyovionesha, dalili ya kisheria ndani ya Qur'ani na ndani ya sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo zitolea kuhujja kiasi ambapo itakuwa ni dalili au ni hadithi zilizokuwa sahihi au zilizokuwa hasan. Hadithi sahihi, hadithi hasan, zote ni hadithi ambazo zinakubaliwa kufanyiwa hujja, kufanyiwa kazi, kinyume na hadithi dhaifu. Na yale ambayo yatakayo hayo niliyoyataja, basi nilikuwa nikibainisha. Wa hadha alkitabu samaituhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi Ramadan 30 darsa. An-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi Ramadan 30 darsa. Mtume alayhi salatu wasallam
darsa salafin. ويصلح لقراءته على الناس في المساجد في رمضان أو في المجالس أو في البيوت. Na kinafaa kukisoma kitabu hiki kuwasomea watu misikitini ndani ya Ramadhani au kwenye vikao vya watu au majumba ya watu nyumbani kwako kitabu hiki. Liyasira almuslimu ala hadi nabii sallallahu alayhi wasallam fi shahri Ramadan, ili muislamu atembelee mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndani ya Ramadhani wa fi siyamihi na kunako zake. Wa as'alu Allah an yanfa'ani bihadha alkutayb, na muomba Allah aninufaishe kunako hiki kitabu. Wa an yanfa'a bihi man qara'ahu au qama bitadrisihi, na amnufaishe yule ambaye au yule ambaye atakayekidarasisha au taba'atahu au taba'atihi au kukichapisha au nashrihi au kukizagaza au istima'ihi mutaasiyan bima fihi, au yule ambaye alisikiliza kinaposomwa na yeye akakaa chini na kuweza ili aweze kufuata yale yaliomo humo ndani. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mtunzi wa kitabu Muhammad ibn Shami ibn Mata'in Shaybah. Allah amuhifadhi wa kitabu. Ama kikao chetu cha kwanza ndani ya kitabu An-Nabiy sallallahu alayhi wasallam fi Ramadan. Tabshiruhu sallallahu alayhi wasallam bi shahri Ramadana, kutoa kwake bishara mtume alayhi salatu wasalam kuna Ramadhani, kuwabashiria watu kuingia kunako mwezi wa Ramadhani. Hadithi ya Abu Huraira, hadithi adhim. Abu Huraira anasema, kasema mtume alayhi salatu wasalam, ataakum Ramadanun mubarakun, imekujieni Ramadhani, mwezi wenye baraka. Faradallahu alaykum siyama, Allah amekufaradhishieni ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuftahu fihi abwabu as-samai, milango ya mbingu hufunguliwa. Wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim, na milango ya moto hufungwa. Wa tughallu fihi maradatin, na wale mashaitani maasi yaliovuka mipaka hufungwa. Lillahi fihi laylatun khayrun min alf shahrin, Allah ndani ya mwezi huu wa Ramadhani ana usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000. Man hurima khairaha faqad hurima, ambaye atakayenyimwa khairi za usiku huo basi huwa atakuwa amenyimwa mambo mengi sana. Hadithi alipokea Imamu An-Nasa'i rahmatullahi alayhi. Ewe mwanadamu, hadithi hii ina fawaid zilizokuwa nyingi. Moja, istabshara bidukhuli shahri Ramadana wa atana bisiyamihi, mtume alayhi salatu wasalam kabashiria kuingia na pia kujihitamu kunako swaumu ya hiyo Ramadhani. Na pia hii Ramadhani faridatun, ni mwezi mtukufu, ni faradhi, kama alivyosema Allah, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, yule ambaye atakayediriki mwezi huu wa Ramadhani basi saumu. Ambaye atakayediriki mwezi huu wa Ramadhani akaushuhudia huo mwezi wa Ramadhani basi asaumu. Na hadithi inasema buni al-islamu ala khamsin, Islamu umejengeka kwa mambo matano: shahadati an la ilaha illa Allah, kushaabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, wa iqamis salah, na kusimamisha sala, wa ita'az zakah, wa ita'iz zakah, wa iqamas salah, na kusimamisha sala, wa ita'az zakah, na kutoa zaka.
al-hajja na kuhiji wa sawm Ramadhan na sawm Ramadhan. Naam. Shahadatu la ilaha illa Allah wa iqami salah wa ita'i zaka wal hajji wa sawm Ramadhan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hii ni hadithi tuonesha kwamba vitu vinavyojenga Uislamu ni hivyo vitu tunavyovitaja. Aya inatuonesha ulazima wa saum, hadithi pia zinatuonesha ulazima wa saum. Maal asafi shadid, kinachosikitisha kuna baadhi ya watu leo wanakuja na kuambia kusaumu Ramadhani sio wajibu, sio lazima. Mtu ana khiari, akiamua na saumu, akiamua saumu. Wa hadha kufrun. Mwenye kupinga ulazima wa Ramadhani huyu anakuwa ametoka ndani ya Uislamu. Kwa sababu ulazima wa saumu ya Ramadhani umethibiti ndani ya Qur'ani, ndani ya Sunna na pia makubaliano ya wasomi. Faida ya pili ambayo ipo ndani ya Ramadhani ni kwamba ewe mwanadamu, elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Ramadhani. Jitume kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Milango ya mbingu ipo wazi, inafunguliwa. Fasari ila kulli ta'ati lillah. Harakia kwenye kila jambo ambalo ni la kumtii Allah. Kila jambo utakalojua kwamba hili ni la taa, harakia. Soma Qur'ani, harakia kusoma Qur'ani. Toa sadaka, harakia kutoa sadaka. Soma, harakia kusoma hadithi za Mtume. Fata durusu tofauti. Fikisha ilmu yale uliyopokea, wafikishie watu tofauti. Hiyo yote ni katika kujikurubisha. Waqum bikulli ma yuqarribuka ila Allah wa ila aljanna. Na simama kufanya kila jambo ambalo litakusogeza karibu ya Allah, ambalo litakupeleka ndani ya pepo. Kama jinsi alivyosema, idha jaati ramadhanu futihati abwabul janna. Ramadhani inapokuja milango ya pepo hufunguliwa. Rawahu al-Bukhari. Kwa hiyo mwanadamu, jitahidi katika kila jambo ambalo litakuwa ni sababu ya wewe kupata rehema zake wa Ta'ala. Kwa sababu milango ya rehema ipo wazi. Milango ya rehema ipo wazi siku zote. Ndani ya Ramadhani, nje ya Ramadhani. Ama ndani ya Ramadhani ni ashaddu. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, idha kana Ramadhanu futihati abma. Inapokuwa Ramadhani milango ya rehema hufunguliwa. Wa ghulqati abwabu jahannama, milango ya moto hufungwa. Wa sulsilati shayatin, mashaitani pia hufungwa minyororo. Rawahu Muslim. Kwa hiyo harakia katika kila jambo la kheri, kila jambo ambalo litakusogeza kwa Allah, kila jambo ambalo litakuwa sababu ya wewe kuingia ndani ya pepo. Kadhalika ndani ya hadithi hii, ihdhar min adh-dhunub wal ma'asi fa innaha turuqun ila jahannama. Jitahadhari, chukua tahadhari kutokana na madhambi, chukua tahadhari kutokana na hakika hivyo vitu hivyo ni njia ya wewe kwenda motoni. Jiweke mbali kwenye maasi. Unakutana kuna wanadamu ndani ya Ramadhani wamerejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya Ramadhani wanarejea kwa mashaitani, wanarejea kwa kule walipotoka, wanafeli. Hadithi ya Abu Hurairah, Mtume alayhi salatu wasallam anasema, qala shahru ramadana, utakapoingia mwezi wa Ramadhana milango ya pepo, milango ya mbingu inafunguliwa, milango ya moto inafungwa, mashaitani wanafungwa. Kwa hiyo mwanadamu, ni kipindi cha wewe kujiweka mbali na maasi, nafsi yako isikushindi nguvu. Ama jambo lingine, wewe mwanadamu, ni hadithi, ijtahidi fi taharri laylatil qadri fi witri al-ashr al-awakhir wala tuhmil fi dhalik. Jitahidi kuitafuta Lailatul Qadr, usiku wenye cheo, ndani ya 10 la mwisho, kunako zile idadi zisizogawika na 2. Tutakuja kuyazungumzia huko mwisho kwa taufiki yake Allah. 10 la mwisho, zidisha juhudi, usizembee, usipuuzi. Fa in wafaqtaha ala khairin fa anta qad rabahta khairan azima. Hakika ukibahatikiwa ukawafikiana kwenye cheo, upo ndani ya khairi, upo ndani ya taa, elewa ya kwamba utakuwa umefaidika khairi iliyokuwa kubwa sana. Wa in haramtaha faqad haramta khairan kathira. Na ikiwa utaupoteza huyo siku kwenye cheo,
elewa kwamba utakuwa umekosa sana. Kwa hadithi ya Abu Huraira aliposema lamma hadara Ramadhanu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilipokuja Ramadhani Mtume alayhi salatu wasalam kasema qad ja'akum Ramadhan, imekujieni Ramadhan mubarak, ni mwezi wenye baraka. Iftarada Allahu alaykum siyama, Allah kakufaradhishieni saumu yake. Tuftahu fihi abwabul janna, milango ya pepo hufunguliwa. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, milango ya moto hufungwa. Wa tughallu fihi shayatin, fihi lailatun khairun min alfi shahrin, ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna usiku uliokuwa bora kuliko miezi 1000. Man hurima khairaha faqad hurima, ambaye atakayenyimwa khairi za huo usiku atakuwa amenyimwa mambo yaliyokuwa makubwa. Ahmad. Kwa hiyo juhudi. Faida nyingine ya 5, idha dakhala shahru ramadana fabashiril muslimina bidukhulihi, utakapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhan basi wape bishara waislamu kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia, kama bashara bihi nabii alayhi salatu wassalam, kama jinsi mtume alivyobashiria mwezi huu wa Ramadhani. Wabashir ahlaka wa zumalaaka wa ghayrahum, na uwabashirie, wape bishara njema watu wa nyumbani kwako wa rafiki zingineo. Wakun mubashiran bikulli khairin wala takun munaffiran, na uwe ni mwenye kuwabashiria watu kwenye kila khairi na wala usiwe mwenye kuwakimbiza watu. Kwa hadithi ya Anas ibn Malik kwamba Mtume alayhi salatu wasalam kasema yasiru wala tuasiru, hisisheni na wala msiweki uzito. Wabashiru wala tunafiru, na muwape watu bishara njema na wala msiwakimbizi watu. Rawahu al-Bukhari. Tazama, Ramadhani inafika, Ramadhani inaingia, unasikia mtu anakuambia eti tunataka sasa wa vakansie wanakuja kutubana misikitini, waliokuwa wenye kusali wakose nafasi zao. La, usiwaambie hivyo Waislamu. Furahi kuona ndugu zako basi wamebahatikiwa hata kukumbuka hilo jambo wakarejea kwa Allah. Huenda hiyo Ramadhani ikawa ni sababu ya wao kubadilika, kuliko kuwakimbiza, kuliko kuwatupia maneno yaliyokuwa makali mpaka watu wanakuwa hawaji tena kusali msikitini. La, walete kwa bishara njema. Jamani, Ramadhani imefika. Ramadhani mwezi wenye baraka. Ramadhani iwe ni yenye baraka kwenu. Karibuni Waislamu wote, pongezi kwenu. Ndani ya Ramadhani hii jinsi ilivyo kwenye baraka, basi na mbaki na baraka hadi baada ya Ramadhani. Muombeni Allah akuwafikisheni katika kudumu ndani ya ibada, ila sio watupie watu maneno mazito mazito ambayo yatakuja kuwakimbiza. La, yasiru, rahisisheni, wekeni laini, wekeni wepesi. Siru wala msiwakazi watu. Wabashiru, wabashirieni watu bishara njema. Ramadhani hii ni mwezi wa machumo, chumeni, vuneni, wala tunafiru, wala msiwakimbizi watu. Hapana kumwambia mtu wewe ulikuwa usali kabla Ramadhani na hii Ramadhani yako ni bure, hamna lolote. Roho mbaya yaweza mkimbiza. Faida nyingine, aqbil ala kulli khairin daima, sogelea khair miaka yote, iwe ndani ya Ramadhani au nje ya Ramadhani. Wa fi Ramadhan aqbil ala alkhairat bifi'liha wal istikthar minha, na ndani ya Ramadhani elekea kwenye khairi kabisa, kuzitende, kuzizidisha. Watruku shurura wal athama asa an ya'tika Allahu minan nar, an ya'tikaka Allahu minan nar. Acha mambo ya maovu, acha mambo ya madhambi. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakuokoa, akakutoa wakati watu kama alikuwa alikuandikia kwenda motoni. Huenda ikawa sababu ya Allah kukutoa katika orodha ile na akakuweka katika orodha ya watu wa kwenda peponi. Waliyakun dhalika bimusara'ati minka min awwali laylatin min Ramadana, na hayo yatokane na haraka yako, kuharakia tangu mwanzo wa Ramadhani. Uwe mwepesi wa kuelekea kwa Allah. Juhudi unazozianza mwanzo wa Ramadhani, hizo juhudi uendelee nazo hadi baada ya Ramadhani. Kwa hadithi ya Abu Huraira
Mtume alayhi salatu wasalam kasema idha kana awwalu laylatin min shahri ramadana sufidati shayatin, inapokuwa usiku wa Ramadhani mashaitani yanafungwa. Wa maradatul jinni, na yale majini ambayo yaliovuka mipaka, yale maasi ambayo yanawakosesha watu amani na kuwavuruga, yote yanafungwa. Wa ghulqati abwabun nar, milango ya moto hufungwa. Falam yuftah minha babun, hakufunguliwa. Wa futihati abwabul janna, milango ya pepo inafunguliwa. Falam yughlaq minha babun, hakuna mlango wa pepo ambao utakaofungwa. Wa yunadi munadin, kisha unakuja wito. Japo mimi na wewe hatusikii wito, lakini upo wito hakikatan. Huo wito unasemaje? Ya baghi alkhair aqbil, ewe mwenye kutaka kufanya khairi, mwenye kupenda kufanya khairi, harakia, sogelea hizi khairi zako. Wa ya baghi alshar aqsir, ewe mwenye kupenda kufanya shari, ewe mwenye kutaka kufanya mahusir, acha. Walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kullu layla, Allah anawaokoa watu kuwatoa ndani ya moto, na hayo yanafanyika kila usiku. Kila usiku, mutlaq, kila usiku. Tazama, yanzilu rabbuna, Allah subhanahu wa ta'ala anateremka anapokuwa thuluthul layli, usiku wa mwisho. Huku anapoteremka anatazama wako wapi wenye kumuomba msamaha, watu wamilala. Wako wapi wenye kuomba Allah awape? Kwa ndugu zangu wa Kiislamu, Ramadhani hii ijalie kuwa iwe ni sababu ya wewe kubadilika, na baada ya Ramadhani uendelee katika msimamo utakaokuwa mzuri. Hadithi alipokea Imam Tirmidhi. Faida ya 7, idha kunta min ahli alkhair almusari'in ilayhi fi Ramadhan fabshir bikulli khair, ikiwa wewe ni katika watu wa khairi wenye kuharakia mambo ya khairi ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi bishara njema kwako wewe kwenye kila jambo la khairi. Zidisha khairi zako, nguvu zidisha, ihimiza watu pia wafanye khairi, watakie watu khairi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu Muslim. Kwamba hatuamini mmoja wenu mpaka pale atakapokia kile anachojipendea yeye mwenyewe. Fanya khairi, mpendee na ndugu yako khairi. Imekuja hadithi ya Arfaja radhiyallahu anhu. Arfaja huyu ni sahaba, watu ni kutafuta majina kwa hapa watoto, majina yamejaa. Arfaja, Allah mridhie, anasema amepokea kutoka kwa masahaba wa mtume kwamba mtume alayhi salatu wassalam ameitaja Ramadhani akasema tuftahu fihi abwabul jannati, milango ya pepo inafunguliwa ndani ya Ramadhani. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, milango ya moto inafungwa ndani ya Ramadhani. Wa tusaffa shayatin, mashaitani yanafungwa. Wa yunadi fihi munadin kulla layla, kila usiku unakuja wito. Ya baghi alkhairi haluma wa ya baghi alsharri aqsir hatta yanqadhi Ramadhan, enyi wenye kupupia khairi, enyi wenye kutaka khairi, njooni kwenye khairi. Enyi wenye kuzitaka shari, wenye kufanya shari, achaneni nazo. Huyo munadi, huo wito unakuja kila siku usiku, kila siku usiku, hata yanqadhi Ramadhan, mpaka itakapo malizika Ramadhan. Hadithi imepokea Imam Ahmad Islam. Tizama, hizi zote ni bishara njema, ni sifa njema, ni mambo mazuri ambayo yanapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo watu tujihimize na hayo mambo. Na hapa tuliposema milango ya pepo inafunguliwa, milango ya moto inafungwa, hii ni hakikatan inafunguliwa, hakika inafungwa. Na mashaitani pia yanafungwa. Hapa wanazuoni wakasema ni wale mashaitani ambao waasi, wale mashaitani ambao ni waasi, ambao wanavuruga watu sana, hawa yanafungwa. Hai ruasau shayatini, ni wale mashaitani viongozi wapeleka watu kufanya maasi. Kumbe ndani ya Ramadhani mwanadamu unapofanya pia maasi, elewa kwamba ni kutokana na nafsi yako.
tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie Ramadhani iwe sababu ya sisi kupata khair. Mtume amesema atakum Ramadhanun shahr mubarak, kujieni Ramadhani mwezi wenye baraka. Na hapa ndipo wanazuoni wakasema katika mambo ya kuwapatia watu bishara njema ni kumwambia mtu Ramadhanun mubarak, Ramadhani iwe yenye baraka. Kisha panakuja masala mengine, qawlu Ramadhanun karimun, Ramadhanun karim. Je, inajuzu haijuzu? Hapa kuna itlaq mbili, kuna mambo mawili. Hii Ramadhanun karim, kalimatu karimun ala wazni fa'il, inakuja katika kipimo cha fa'il. Hiki kipimo kuna mambo mawili, kuna maana ya mtendaji na kuna maana ya mtendwa. Ukisema Ramadhanun karim kwa kukusudia mtendaji, Ramadhani ndiyo ambayo inayotoa. Kwa hii maana haijuzu kusema hivyo kwa sababu Ramadhani hakuna inachotoa. Ama ukisema Ramadhanun karim kwa kukusudia maana ya chenye kutendwa, yani Ramadhanun karimun kwa maana ya Ramadhanun adhimun, Ramadhani kwenye hii maana ya pili inajuzu, kama jinsi Allah alivyosema wa innahu laqur'anun karim. Hii ni Qur'ani tukufu. Haina maana ya kusema kwamba Qur'anun karim eti haijuzu kusema hivyo kwa kuwa hatujakusudia maana ya kutoa, bali makusudia neno karimun hapa ni tukufu. Qur'an na Ramadhan ikija kwa maana ya tukufu inakubalika kusema Ramadhanun karim, lakini lililo thibiti ndani ya adilla ni kusema Ramadhanun mubarak au shahrun mubarak. Hadha billahi tawfiq. Tunaishia hapa leo kwa hii faida yetu moja. Allah tuwafikishe katika jilsa litakalo. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.